Bwana, mimi naitwa Somba, nipo Nairobi nchini Kenya kwa ajili ya mashindano makubwa barani Afrika kwa upande wa ngumi za ridhaa. Timu za mataifa mbalimbali takribani mataifa 14 zimefika hapa kwa ajili ya michuano. Nipo na katibu wa shirikisho la ngumi la ridhaa la taifa Tanzania, Makore Mashaga. Niambie mashindano ya Tanzania utaratibu ukoje, lakini hadi sasa hali ya kikosi pia ikoje? Katibu, kwema? Kwema kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri. Na kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutusafirisha salama kutoka Dar es Salaam mbali mpaka tumefika hapa usiku wa jana majira ya saa 3 usiku. Tumefika mahali hapa Nairobi, tuko Southern Blue Hotel. Tuko vizuri kabisa. Jambo la kushukuru Mungu ni kwamba mpaka sasa hivi Tanzania kiujumla mashindano yataanza tarehe 18. Kesho kutakuwa na swala zima la kukamilisha documents, court check entries kwa sisi watu wa ngumi tunavyoita. Tutaikamilisha kesho, na baada ya hapo tarehe 18 Dr. Nange unaanza kuweza kushindana. Na mashindano kama kawaida wamesema yatapigwa katika uwanja wa Kasarani, uwanja maarufu sana. Wana gym moja zuri ambalo linahusika na mchezo wa ngumi. Hapo ndio michezo itapowaka, na kama ulivyosema jumla ya nchi 14 ziko Nairobi hapa Kenya. Hapa sasa hivi tayari kabisa wanajiandaa katika mazoezi ya mwisho kuhakikisha kwamba wanashiriki katika hayo mashindano. Lakini Tanzania pia tuko miongoni mwa hizo nchi 14. Lakini kwa mara ya kwanza niweze kushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia usafiri na vitu vingine. Mbali ya kuzingatia, kwa sababu wakati mwingine huwa wanazingatia usafiri. Kwa mara ya kwanza toka tumepata uhuru, kuna jambo la kihistoria ambalo limefanyika. Tumekuja idadi kubwa kabisa ya wachezaji, kwa maana kwamba ilikuwa tuje full team. Sisi wenyewe kuna baadhi ya weight categories tumeshindwa kuzipata, lakini wanaume tumekuja wachezaji 11. Haijawahi kutokea. Na wanawake wachezaji 10. Jambo sana la kushukuru serikali, na kwa maana kwamba swala zima la usafiri, kwa maana kwamba serikali wametoa basi zuri la serikali linalomilikiwa na Baraza la Michezo la Taifa, wametupatia sisi kuja nalo. Lakini mbali na kutoa gari, pia wametoa posho kwa wachezaji. Kwa kuna kibunda na viongozi. Kwa hiyo hadi huku na kwa kamati wako vizuri. Niambie namna ambavyo kikosi sasa kinajitayarisha kwa ajili ya hii michuano, lakini pia washindi watapata nini? Kimsingi kazi yangu mimi ilikuwa ni kuratibu swala zima la safari ikamilike, na imekamilika. Na sasa hivi pia wachezaji wapo, wamefikia katika hoteli nzuri kabisa, na leo asubuhi washapata chai standard kabisa inayotakiwa. Masuala mazima ya zawadi nadhani waandaaji wapo, lakini si viongozi sababu kuna kuoga na mabadiliko. Nisingependa sana kuongelea zawadi mbali za kawaida ambazo zinajulikana kwamba washindi watapata medali. Najua kwa vyovyote vile kutakuwa na medali ambazo wasemaji wenyewe watu wa kanda ya 3 ndio natakiwa watangaze, na kila mmoja awe anafahamu ni zawadi gani ambazo wachezaji, mbali ya zawadi za kawaida dhahabu, fedha, shaba ambazo zinatolewa katika mashindano, ni zawadi gani za mbadala ambazo zitatolewa katika hao washindi. Nadhani sina nafasi nzuri ya kuongelea, sababu vitu vinaongeleka baadaye vinakuja kuwa na mabadiliko. Kwa hiyo acha tuwasubirie wenyewe wakiliongelea hilo. Lakini kiujumla mimi ninachokijua kwamba kikosi changu kiko imara, kiko vizuri, kimefanya mazoezi vizuri, kwa sababu nilikuwa nafuatilia. Nimeongea na makocha wanaotrain hicho kikosi cha timu ya taifa, wamenihakikishia kwamba ni moja ya timu ambayo italeta challenge kubwa sana katika haya mashindano ambayo ni muda mrefu sana ilikuwa hajafanyika ya kanda ya 3 Afrika. Yanaanza kufanyika. Kwanza nadhani ni moja ya nchi tulizokuja karibia na full team. Mimi nikushukuru. Na mimi nakushukuru. Bwana, huyo ni Makore Mashaga, katibu wa BFT. Mimi naitwa Somba na hii ni Wasafi Digital.